Karibu tena kwenye Moyo wa Malezi, mahali tunapojifunza pamoja namna ya kuwalea watoto kwa upendo, usalama na hekima. Mtoto mchanga ni zawadi ya thamani kubwa, lakini pia ni kiumbe dhaifu anayehitaji uangalizi wa karibu katika kila hatua. Je, ulijua kwamba hata namna unavyombeba mtoto wako inaweza kuchangia usalama wake, ukuaji wake na hata hisia zake za kuwa salama? Wazazi wengi wapya hupenda kuwabeba watoto wao kila mara, lakini si wote wanaofahamu mbinu sahihi za kufanya hivyo. Katika video hii tutakushirikisha hoja 10 muhimu kuhusu namna nzuri ya kumbeba mtoto mchanga ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama, mwenye utulivu na mwenye afya njema. Tazama video hii hadi mwisho kwa sababu kila hoja ina umuhimu wake na hoja namba 8 itakushangaza sana. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama ulikuwa hujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili yako, kwa ajili ya watoto wako na kwa ajili ya familia yako nzima. Karibu sasa na tuanze kuangalia hoja moja baada ya nyingine. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, osha mikono kabla ya kumbeba mtoto. Mtoto mchanga ana kinga ya mwili ambayo bado haijakomaa vizuri. Mikono inaweza kubeba vijidudu vinavyoweza kusababisha maambukizi. Kabla ya kumbeba mtoto, hakikisha umeosha mikono kwa sabuni na maji safi au umetumia dawa ya kusafisha mikono ikiwa hakuna maji. Hoja ya pili, daima shikilia kichwa na shingo. Kichwa cha mtoto mchanga ni kizito kuliko sehemu nyingine za mwili na misuli ya shingo bado haijakomaa. Unapombeba, tumia mkono mmoja kushikilia kichwa na shingo, huku mkono mwingine ukiunga mgongo na sehemu ya chini ya mwili. Hoja ya tatu, mvute mtoto karibu na kifua chako. Mtoto huhisi salama zaidi akiwa karibu na mapigo ya moyo na joto la mzazi. Kumbeba mtoto karibu na kifua humsaidia kutulia, kupunguza kulia na kujenga uhusiano mzuri kati ya mtoto na mzazi. Hoja ya 4, epuka kumbeba mtoto kwa mkono mmoja pekee. Ingawa mtoto anaweza kuonekana mwepesi, usimbebe mtoto kwa mkono mmoja bila kuunga sehemu nyingine za mwili. Mwili wa mtoto unahitaji kuungwa vizuri ili kuepuka kuumia au kuteleza. Hoja ya 5, hakikisha mgongo na nyonga vinaungwa vizuri. Mtoto anahitaji mwili wake uwe katika mkao wa asili bila kukunjwa kupita kiasi. Unapotumia kangaloo au kifua cha kumbeba mtoto, hakikisha nyonga na miguu vinaungwa vizuri ili kusaidia ukuaji wa mifupa. Hoja ya 6, epuka kumtikisa mtoto kwa nguvu. Baadhi ya watu humtikisa mtoto ili anyamaze au alale. Kitendo hiki ni hatari sana. Kutingisha mtoto kwa nguvu kunaweza kuathiri ubongo na kusababisha madhara makubwa ya kiafya. Hoja ya 7, badilisha nafasi za kumbeba mara kwa mara. Kumbeba mtoto kwa mkao mmoja muda mrefu kunaweza kumchosha mzazi na pia kumfanya mtoto asijisikie vizuri. Kubadilisha nafasi kwa uangalifu humsaidia mtoto kupata utulivu na mzazi kuepuka maumivu ya mgongo. Hoja ya 8, usimbebe mtoto huku ukifanya kazi hatarishi. Epuka kupika, kubeba vitu vizito, kutumia moto au kupanda sehemu hatarishi ukiwa umembeba mtoto. Usalama wa mtoto unapaswa kuwa kipaumbele wakati wote. Hoja ya 9, tumia mkao sahihi baada ya kunyonyesha. Baada ya mtoto kunyonya, mbebe wima begani huku ukiunga kichwa chake na kumpigapiga mgongoni taratibu
ili asaidike kutoa hewa aliyomeza. Hii inaweza kupunguza kutapika na kumfanya ajisikie vizuri zaidi. Hoja ya 10, soma ishara za mtoto. Kila mtoto ni wa kipekee. Wapo wanaopenda kubebwa kifudifudi kifuani, wengine hupendelea kubebwa wima. Angalia kama mtoto anatulia, analia au anaonekana kutokuwa na raha. Ishara zake zinaweza kukuongoza kujua mkao unaofaa zaidi. Mzazi bora si yule anayejua kila kitu, bali ni yule anayekuwa tayari kujifunza kila siku kwa ajili ya mtoto wake. Kumbeba mtoto kwa njia sahihi si swala la starehe pekee, bali ni sehemu muhimu ya kumlinda, kumfariji na kumsaidia kukua salama. Ikiwa umejifunza jambo kupitia video hii, usisahau kuipenda video hii, kuandika maoni yako na kuisambaza kwa wazazi wengine ili elimu hii iwafikie wengi zaidi. Na kama bado haujajiunga na familia ya Moyo wa Malezi, bonyeza subscribe na washa kengele ya arifa ili usikose video nyingine muhimu kuhusu malezi, afya na makuzi ya watoto. Kumbuka, mtoto anayelelewa kwa upendo, uangalifu na maarifa leo ndiye mtu mwenye mchango mkubwa katika jamii ya kesho. Asante kwa kutazama, tukutane tena kwenye video nyingine ijayo ambapo tunaendelea kukupa maarifa sahihi kwa ajili ya malezi, makuzi na upendo kwa watoto na familia nzima. Mungu akubariki sana, hadi wakati mwingine tena.